Ndugu mtazamaji, kuna hali ya taharuki inayoendelea kujitokeza katika anga la kisiasa la Tanzania kufuatia matukio ya ghasia na mauaji ya halaiki yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Msimamo wa jumuiya ya kimataifa nao umeendelea kuwa mkali, huku mataifa na taasisi mbalimbali zikionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo wa haki za binadamu nchini Tanzania. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na balozi 16 za nchi za magharibi siku ya tarehe 5 Disemba, ambazo ni pamoja na balozi ya Uingereza, Canada, Norway, Uswizi, Ubelgiji, Denmark, Finland, Ufaransa, Ujerumani, Ireland, Italia, Uholanzi, Poland, Slovakia, Hispania, Sweden pamoja na ubalozi wa Umoja wa Ulaya. Serikali ya Tanzania imetakiwa kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu taarifa za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwepo tuhuma za mauaji holela ya maelfu ya watu, kutekwa kwa nguvu na kuwekwa kizuizini bila utaratibu wa kisheria wa maelfu ya Watanzania. Waathiriwa wakuu ni waandamanaji, viongozi wa upinzani na wanaharakati waliokumbwa na operesheni za vyombo vya ulinzi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa mujibu wa balozi hizo, mamlaka za Tanzania zinapaswa kutoa taarifa za haraka kuhusu watu waliotekwa pamoja na kukabidhi miili ya waliouawa kwa familia zao. Aidha, zimetaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kuhakikisha kuwa wote waliokamatwa wanapata msaada wa kisheria na matibabu mara moja. Taarifa hiyo pia imesisitiza umuhimu wa serikali kutekeleza mapendekezo ya waangalizi wa uchaguzi wa Oktoba 29 kutoka Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, yaliyobainisha dosari katika mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2025. Vikwazo vinavyodaiwa kukwamisha uhuru wa vyombo vya habari navyo vimeangaziwa, huku balozi hizo zikitaka viondolewe mara moja, wakieleza kuwa vinakiuka wajibu wa kimataifa wa Tanzania chini ya mikataba ya haki za binadamu, mikataba ambayo Tanzania iliingia kwa hiari. Katika taarifa zao, balozi za magharibi zimesema mazingira ya uchaguzi yalipoteza uaminifu kutokana na kukamatwa na kutoweka kwa baadhi ya viongozi wa upinzani pamoja na mabadiliko ya kisheria yaliyodaiwa kudhoofisha uhuru wa taasisi za uchaguzi. Wamesema kuenguliwa kwa wagombea wakuu wa upinzani, kukamatwa kwa wengine na visa vya kupotezwa kabla ya siku ya kupiga kura vimeacha maswali mazito kuhusu uadilifu wa uchaguzi huo. Balozi hizo pia zimetoa wito kwa serikali ya Tanzania na vyombo vya ulinzi kuheshimu haki za binadamu na haki za Watanzania kukusanyika kwa amani, hasa kuelekea maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 Disemba. Zimeonyesha kwamba uvunjifu wowote wa haki hizo unaweza kuchochea mgogoro wa kibinadamu na kisiasa usioweza kuponyeka. Wakati huo huo, wataalamu maalum wa Umoja wa Mataifa wamesema wako tayari kutoa msaada wa kiufundi kwa serikali ya Tanzania ili kusaidia kurejesha mazingira ya kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria. Taarifa hizo zinakuja siku moja tu baada ya Marekani kutangaza kuwa inatathmini upya uhusiano wake na Tanzania. Kupitia taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani, ulisema kwamba matukio ya kukandamizwa kwa uhuru wa dini, uhuru wa kujieleza na ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi yameibua maswali mazito kuhusu mustakabali wa mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Marekani imesema hatua hizo pia zinatishia usalama wa raia wake, watalii na maslahi yake ndani ya Tanzania. Washington imesema haiwezi kupuuza kile ilichokiita vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia wake na usalama wa utulivu wa ukanda, na kwamba tathmini ya kina ya ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili inaendelea. Kwa ujumla, hali inayoendelea inaashiria hatua mpya ya mvutano kati ya Tanzania na jumuiya ya kimataifa, hususan baada ya matamko mazito ya mataifa ya magharibi na taasisi za haki za kibinadamu. Kukosekana kwa majibu ya moja kwa moja kutoka serikalini kunazidisha shaka kuhusu mwelekeo wa kisiasa, huku dunia ikisubiri kuona kama hatua za mageuzi, uwajibikaji na uwazi vitatiliwa mkazo na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakati shinikizo likiongezeka, mustakabali wa uhusiano wa kimataifa wa Tanzania uko njia panda, na hatua zitakazochukuliwa na serikali katika siku zijazo ndizo zitakazoamua kama nchi itaweza kurejesha uaminifu kimataifa, kuboresha mazingira ya kisiasa na kuzuia kuzorota zaidi kwa hali ya kibinadamu na kidiplomasia katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Jumuiya ya kimataifa imeshaweka wazi msimamo wake. Sasa macho yote yameelekezwa kwa serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu
Hassan ikiwa itachagua majadiliano na marekebisho au kuendelea na msimamo mkali unaozua maswali mapya ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inakuletea simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ndio Sauti ya Chief, hii ndio sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.